Bwana Yesu asifiwe. Karibuni katika mwaka mpya kabisa kwenye masomo yetu ya lesoni ya Bobea Andikoni kwa vijana miaka 19 mpaka 35. Leo tupo na somo la kwanza la robo ya kwanza la lesoni yetu ya Bobea Andikoni ambalo linaitwa Why Apologetics, ama kwa Kiswahili dada yetu Debora linaitwaje somo letu? Linaitwa kutetea imani. Kwa ndio somo ambalo tutaenda kuwa nalo kwa robo hii nzima. Na kwa kuanza, dada Debora, tunaomba utupatie ombi la ufunguzi. Tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa pamoja nasi na kutupatia wasaa mzuri kama huu. Tunapenda kuanza mjadala wetu, tunaomba utuongoze, tukakuone wewe zaidi, hata wale watakao kuwa wakitufuatilia wakajifunza kitu kupitia somo letu la leo. Tunaamini utatenda hayo sawa na mapenzi yako, ni katika jina la Yesu. Amen. Amina. Sasa kwenye lesoni ya wiki hii ama ya robo nzima ya utetezi wa kiimani, kuna neno fulani ambalo ni muhimu wapenzi watazamaji wakajua maana yake na wakalielewa mwanzoni kabisa wa safari yetu hii. Linaitwa apologetic ama aeropago. Dada Debora, tusaidie, hilo neno lina maana gani? Okay, neno aeropago au apologetics kwa lugha ya Kiingereza linamaanisha kutoa utetezi wa kiteolojia kwa kutumia falsafa, sanaa, mantiki. Kwa ni utetezi ambao mtu anatoa. Sasa kwetu sisi wa Kristo, aeropago inaweza ikamaanisha nini kwa muktadha wa Kristo? Kwetu sisi wa Kristo sasa aeropago ni jinsi tutakavyotetea imani yetu kwa wengine. Asante sana dada Debora katika hilo. Kwa hiyo ndio neno ambalo muhimu lazima tulifahamu kama tunapokwenda kuelekea kwenye somo hili. Kwa hiyo ni kuconvince watu wajue kwa nini tunaamini tunachokiamini, tumuinue Yesu kwa kudhihirisha kwa mazungumzo, kwa maneno, kwa matendo, watu wamfahamu Mungu tunayemwamini. Katika somo hili kuna kisa kimoja tutakisoma, kinapatikana Wafalme wa Kwanza sura ya 10 mstari wa 1 mpaka wa 3. Wafalme wa Kwanza sura ya 10 mstari wa 1 mpaka wa 13. Sasa dada Debora utatusomea mpaka mstari wa 9 wa sura hiyo. Karibu. Asante. Neno la Mungu linasema, na Malkia Sheba aliposikia habari za Suleiman juu ya jina la Bwana, alikuja ili amjaribu kwa maswali ya fumbo. Akaingia Yerusalemu na wafuasi wengi sana na ngamia wachukuao manukato na dhahabu nyingi sana na vito vya thamani. Alipomfikiria Suleiman, akazungumza naye mambo yote aliyokuwa nayo moyoni. Naye Suleimani akamfumbulia maswali yake yote, wala hakuwa na neno aliloficha mfalme asimwambie. Naye Malkia wa Sheba alipoona hekima yote ya Sulemani na nyumba aliyokuwa ameijenga na chakula cha mezani pake na watumishi wake walivyokaa na kusimamia kwao wangoje wake na mavazi yao kwa wanyweshaji wake na daraja yake ya kupandia mpaka nyumba ya Bwana, roho yake ilizimia. Akamwambia mfalme, ndizo kweli habari zile nilizozisikia katika nchi yangu za mambo yako na za hekima yako. Lakini mimi sikuzisadiki habari hizo hata nilipokuja na kuona kwa macho yangu. Tena tazama, sikuambiwa nusu, wewe umezidi kwa hekima na kufanikiwa kuliko habari nilizozisikia. Heri watu wako na heri watumishi hawa wako wasimamao mbele yako siku zote wakisikia hekima yako. Na ahimidiwe Bwana Mungu wako aliyependezwa nawe ili akuweke juu ya kiti cha enzi cha Israeli, kwa kuwa Bwana amewapenda Israeli milele. Kwa hiyo amekufanya kuwa mfalme, ufanye hukumu za haki. Amina, amina. Nadhani penzi watazamaji na wasikilizaji tulikuwa tunafuatilia vizuri. Sasa hiki ndio kisa kikuu cha somo letu la wiki ya kwanza kwa robo hii. Tumeona Malkia wa Sheba anaenda kwa Sulemani kutokea kwenye nchi yake na ana maswali, ana mambo anamtatiza, anahitaji akajibiwe. Na anaenda kwa Sulemani kwa sababu amesikia habari za Sulemani, amesikia maneno ya Sulemani na hekima yake. Akaenda kwenda kupata majawabu. Sasa anapofika kwa Sulemani anajibiwa maswali
aliyokuwa anayauliza. Unadhani kwa nini Sulemani aliweza kuyajibu maswali hayo ambayo Malkia alikuja nayo? Asante. Nadhani Sulemani aliweza kujibu maswali yale ambayo Malkia alikuwa nayo kwa sababu alikuwa na vitu ambavyo yeye mwenyewe Suleiman alikuwa amejiwekea. Sulemani alikuwa ameelewa mahali ambapo Malkia anatoka. Kwa hiyo hata Malkia alipokuja na maswali kwa Suleiman, kuna namna Suleiman alikuwa anajua okay, huyu mtu namjibuje. Ni kama wewe leo kaka James kwenda kumhoji mtu ambaye unajua tamaduni zao au mtu ambaye unajua tamaduni zao anakuja kukuhoji kwamba hiki kipo hiki na hivi na hivi na hivi. Lakini wewe kwa sababu unafahamu tamaduni za yule mtu au unafahamu mahali anapotoka na umemuelewa vizuri, ipo namna ambayo itakurahisishia wewe kumpa majibu ya maswali aliyokuwa nayo. Lakini pia Sulemani aliweza kumjibu Malkia wa Sheba maswali yake kwa sababu Sulemani aligusa kichwa na moyo, naweza nikasema hivyo. Naam. Kwamba Malkia wa Sheba hakuwa tu anatafuta majibu kwa ajili ya akili yake au yale tu yalokuwa hakuwa tu anatafuta majibu kwa ajili ya akili yake, lakini alikuwa na mambo mengine moyoni ambayo yalikuwa yanamtatiza. Kwa Mfalme Sulemani aliweza kumpa majibu ya yale maswali ambayo alikuwa nayo, lakini pia aliweza kujibu yale yaliyokuwa yanamtatiza moyoni Malkia Sheba. Na pengine kubwa zaidi, Sulemani aliweza kumjibu Malkia wa Sheba maswali aliyokuwa nayo kwa sababu Sulemani alielekeza katika uzuri wa Mungu kwa Malkia wa Sheba, na Malkia wa Sheba aliona uzuri wa Mungu katika ile hekima aliyokuwa nayo Suleiman, lakini pia katika yale mambo yote yaliyokuwa yanamtatiza. Amen. Na mimi tulipokuwa unasoma hapa nimefurahishwa, kuna kitu nimekisikia nikajisemea moyoni, hii ingekuwa ni mimi, kuna namna unakuwa una faraja. Mstari wa 9 ulisoma, Biblia imeandika kwamba Malkia wa Sheba anasema sasa, na ahimidiwe Bwana Mungu wako aliyependezwa nawe. Sasa hebu fikiria, mtu anakuja kwako, ana maswali yake, anahitaji wewe uweze kumjibu, ama ana changamoto yoyote, amekuja kwako ukamsaidia. Haijalishi historia yake ikoje ya imani, labda ni Mkristo, sio Mkristo, ama ni vyovyote vile. Lakini mwisho wa siku umemsaidia, anasema na ahimidiwe Bwana Mungu wako. Aliyependezwa nawe. Aliyependezwa, ungejisikiaje? Ni faraja kubwa kwa kweli. Kitendo cha mtu ku acknowledge na kumuona Mungu aliyependezwa na mimi sio jambo dogo. Kwa ndicho ambacho Malkia wa Sheba alikiona. Na nadhani kwetu watazamaji, kwenye somo letu hili la Areopago, kwa maana ya kutoa utetezi wa kiimani, kwa nini tunaamini, kwa nini tunamwamini Yesu, kwa nini tunamwamini Mungu kwa watu wengine, na kuhakikisha watu wanaojua ukuu wa Mungu, ndicho naona kilitokea hapa kwa Sulemani. Kwa sababu hatujaambiwa aliuliza nini Malkia wa Sheba, lakini mwisho wa siku kwa kweli sifa zilimrudia Mungu na sio Sulemani. Ndiyo, Sulemani ana hekima, alikuwa na umaarufu wa hekima na namna ambavyo anaongoza hata nchi yake, lakini Malkia anapokuja kutoa sifa, aliona kwamba hakumuona Sulemani kama Sulemani, alimuona Mungu. Na nadhani hata sisi tunapotoa utetezi wa kiimani, isionekane sisi ni wazuri wa hoja tulizonazo, ile aonekane Mungu wa mbinguni. Amina. Sasa Sulemani amejibu maswali yote ambayo alikuwa anahitajika. Sijajua kama ilikuwa ni rahisi kiasi hiko Malkia wa Sheba kwenda kwa Sulemani. Najaribu kupata uhusiano, yaani mtu anatoka kwenye ufalme mwingine anakuja kwako na unampokea na mnazungumza na anatoka ameridhika. Hili linawezekanaje? Okay, naweza kusema hili linawezekana kwa sababu kwanza Sulemani alikubali kushiriki na Malkia wa Sheba yale ambayo alikuwa nayo. Kwa tunaonyeshwa kwamba sisi kama watetezi wa imani tunatakiwa kushiriki
kushiriki kutetea imani yetu katika mazingira mbalimbali. Inaweza ikawa shuleni, maofisini, mitaani. Kwa hiyo Sulemani alikubali kushiriki na Malkia wa Sheba kuhusu imani yake. Na Biblia inatuambia katika Mithali 15:28 kwamba moyo wa mwenye haki hufikiri jinsi atakavyojibu. Kwa hiyo tunapokuwa tunajiandaa kutetea imani au tunapokuwa kwenye harakati za kutetea imani, tunatakiwa kutumia vyanzo sahihi ili ule utetezi wetu uwe ni utetezi ulioimarika, usio utetezi uliodhoofu. Asante. Amina. Kwa hiyo kama ingekuwa ndo tunajifunza kutoka kwenye kisa hiki cha Sheba, Malkia wa Sheba na Sulemani, binafsi naona lazima tujenge mahusiano na watu. Yaani ili mtu aweze kukuapproach na kuzungumza ya moyoni, lazima muwe kuna namna mna mahusiano. Akija hamna mahusiano yoyote, unaweza usipokee vizuri. Ama wewe kama wewe ndio umefuatwa utatue shida, lakini unakuta ulikuwa ujihusishi na watu wanaweza hata wakaogopa kukuapproach, wasikombe msaada. Lakini watu wanatakiwa sisi tuwe kimbilio la watu kuja kutafuta maswali na majibu. Lakini walisia Debora kwenye upande wa kutetea imani yetu, kwa maana ya kutoa ushahidi kwa watu kwamba Yesu anaokoa, Yesu ana upendo na nini kwa watu. Sio kila mtu atapokea kwa namna chanya. Kuna watu wanaweza wakawa wako tofauti sana na imani yetu kiasi kwamba chakuwa wapingaji ama watu ambao hawataki kusikia habari za Mungu. Tunawezaje kushiriki mazungumzo na watu wa aina hiyo, na katika mazungumzo hayo tukamtambulisha Mungu wa mbinguni? Asante kaka James. Kwanza hiko ulichokisema ni very obvious. Yaani kuna watu tuko tofauti nao kiasi kwamba tunapoenda kushiriki nao imani yetu, wao jambo likawa ni kupinga. Kwa jinsi gani tunaweza kulitatua hili au kwenda na hili? Nadhani tunatakiwa kuelewa kwanza dhana za awali za wale watu ambao tunashiriki nao imani yetu. Kwamba mawasiliano yetu sisi binadamu ni mchanganyiko wa vitu vingi. Kuna maneno, kuna hisia na ule uhusiano tulionao kati yetu sisi wazungumzaji. Kwa tunapoanza kuelewa zile dhana za awali kwamba huyu mtu ana hisia gani, na uhusiano gani na yeye, lakini pia nia yake ni nini, inakuwa rahisi kwetu inakuwa rahisi sasa sisi kufanya naye mazungumzo au kutetea imani kama lilivyo kusudi letu kuu. Lakini unaweza ukasolve vipi hili tatizo? Kuna njia ya kuwa sasa kama unamhoji yule ambaye amekuja kukuhoji. Unajua kuna wakati naweza nikaja na kuuliza swali nikawa sijalielewa au sijalichakata. Utakaporudi kwangu na kunipa lile swali, kuna namna naweza nikashtuka, kumbe hii ilikuwa hivi na hivi na hivi. Kwa namna hiyo mtu mwenyewe anaweza akafanya nini? Akawa ameelewa kile ambacho ulikusudia. Kwa kanuni za nisemeje, nataka nitumie neno la Kiswahili la kanuni za Waswahili watu wa mtaani hasa nchini kwetu. Wahenga. Ukiulizwa swali alafu usijibu na wewe ukaulizwa swali huu ni mgogoro mkubwa sana. Yaani mtu anakuuliza swali alafu wewe haujibu na wewe unauliza swali. Nadhani ni mgogoro kwa sababu wanajua kwa kuuliza swali yule mtu aliyekuuliza swali anaweza akawa ameelewa jibu. Lakini swala lingine ambalo naona tunaweza tukatatua hilo tatizo ni tueleze mawazo makuu kuhusu Mungu wetu. Yes, yani tusiishie kwa sababu mimi nina aim kitu fulani, labda nina aim mtu aelewe kuhusu Sabato. Nisiishie tu kuelezea Sabato. Natakiwa kueleza themes kuu kuhusu Mungu au mawazo makuu kuhusu Mungu. Nieleze kuhusu upendo wa Mungu, nieleze kuhusu jinsi gani Mungu anatamani tuwe na uhusiano na yeye. Amen. Sasa swali lingine la msingi kwenye tunapokuwa tunajihusisha na hili swala la apologetics ama aeropago,
huu utetezi wa kiimani ni jukumu la kila mtu ama ni wachungaji, viongozi wa kidini, au ni kila mtu au ni mtu yeyote? Yani hivyo, nani anachaguliwa kufanya hii kazi? Okay, jukumu la kutetea imani ni jukumu letu wote. Wote. Biblia katika kitabu cha Isaya ngapi? Isaya 43 na ule mstari wa 10. Tafute hapa tuwasomee wapenzi wa watazamaji wetu. Isaya 43 mstari wa 10. Basi nitasoma, inasema: ninyi ni mashahidi wangu, asema Bwana, na mtumishi niliyemchagua, mpate kujua na kuniamini na kufahamu ya kuwa mimi ndiye. Kabla yangu hakuumbwa Mungu awaye yote, wala baada yangu mimi hata kuwapo mwingine. Kwa Biblia iko wazi, sisi ni mashahidi wake. Hajasema wachungaji ni mashahidi wangu au wainjilisti ni mashahidi wangu. Biblia inatuambia sisi ni mashahidi wake. Kwa hiyo sisi wote kwa nafasi zetu ni mashahidi wa Mungu. Tunatakiwa kutetea imani. Haijalishi tutaiteteaje, kama tutaitetea kwa uzuri au kama tutaitetea kwa namna nyingine tofauti ambayo pengine isimwakilishe Mungu vizuri, lakini dhima kuu inabaki pale pale kwamba sisi wote ni mashahidi au ni watetezi wa imani. Amina. Kwa tafsiri nyingine, kama Sulemani pale angetoa majibu ambayo maybe hayatoshei kwa matakwa ya malkia, yumkini malkia asingetamka kwamba na ahimidiwe Bwana. Exactly. Angetamka kitu kingine. Ndugu mpenzi mtazamaji, ni hatari ama tupasa tuwe waangalifu pale ambapo tupo jukwaani ulimwenguni. Tunahitaji kumtetea Mungu, tunahitaji kutetea imani yetu, kuonyesha watu kwa nini tunaamini. Kama tusipofanya ilivyo sahihi na sehemu yetu, tutakuwa tumeupotosha umma. Tutashindwa kuwaonyesha watu kweli kile ambacho Mungu anatamani wengine wakijue au wajifunze kutoka kwetu. Yes. Kwenye Biblia kuna mifano mingi ya watu ambao wamekuwa wakifanya hili jambo la Areopago, wamekuwa watetezi wa kiimani. Wako wengi na tunaweza tukajifunza mengi kuhusu wao. Lakini nani ni mtetezi mkubwa wa kiimani? Tujifunze kwa nani? Role model ni nani? Au utetezi mkubwa wa kiimani ni upi? Lakini tunaweza kana najiuliza hapa, mpenzi mtazamaji, sasa nafanyaje? Naanzia wapi? Nisome Biblia yote au nikazie kitabu cha Mwanzo ndo nitazungumza vizuri, ama Mithali inaonekana na hekima? Yani anzie wapi ambapo wataweza sasa kutetea imani vizuri? Utetezi mkubwa wa kiimani ni upi na nani ni role model wetu? Tujifunze kwa nani ili kiukweli tunapohusika kutetea imani basi tufanye iliyo sahihi. Okay, asante kaka James. Kwanza nipo very excited kusema kwamba utetezi mkubwa wa imani au utetezi mkubwa zaidi wa imani ni matendo yetu, and to be more specific, upendo ni utetezi mkubwa zaidi wa imani. Kuna wakati maneno yatashindwa, kuna wakati tutakosa hoja za kutetea imani yetu, lakini pale ambapo tutaonesha vitendo vyetu vya upendo, basi tutakuwa tutakuwa tumefaulu, kwa sababu hivyo vitendo vya upendo au upendo wenyewe haudanganyi. Na kielelezo kikubwa kwenye utetezi wa imani au the great Apollo, tunasoma katika vitabu vile vya Injili kuhusu kipindi Yesu yupo hapa duniani, jinsi Yesu alivyoishi na watu. Vitabu vile vinatuonesha jinsi Yesu alivyokuwa so focused na kutendea wengine mema, kuponya wagonjwa, kuponya walioumizwa, kusaidia maskini and so. Kwa tunaona yani vile vitu jinsi gani viliacha impact kwenye maisha ya watu au vilionyesha imani ya Yesu kwa watu wengine. Kwa nadhani nadhani utakuwa umenielewa vizuri niliposema kwamba utetezi mkubwa zaidi wa imani ni upendo, na kielelezo kikubwa ni Yesu mwenyewe. Na kwa majibu hayo dada Deborah, naona kuna kauhusiano hapo. Ongelea mtetezi mkubwa wa imani ni Yesu,
Utetezi mkubwa wa kiimani ni upendo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 8. Nitasoma, inasema, yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Kwa maana Mungu ni upendo. Kama tutakuwa na wingi wa hoja nyingi za kumtetea Kristo na watu wasiuone upendo, tutakuwa hatujaifanya hiyo kazi. Na hivyo, ndugu mpenzi mtazamaji, nikusihi na nikupe wito popote ulipo. Tunahitaji kuwaonyesha watu kwa nini tunaamini. Lakini tunapofanya hivyo, tutambue ya kwamba mtetezi mkubwa wa kiimani ni Yesu. Na hivyo, mwisho wa siku unapojadiliana na watu kuhusu habari za Mungu, watu katika vinywa vyao na waseme, ahimidiwe Mungu Bwana Mungu wako, kwa sababu watakuwa wameuona upendo wako na hivyo wameuona Yesu. Mungu awabariki. Tukutane tena kwenye somo la juma la pili la lesoni yetu hii ya Infas ama Bobea Andikoni. Mungu awabariki na tufunge kwa ombi. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu wa mbinguni, na alihimidiwe jina lako, kwa sababu umetuita kuwa watetezi wako wa imani. Basi tujapo simama mbele za watu, tuhakikishe Mungu tumejifunza kutoka kwako na kusoma maandiko yako matakatifu, na tujapotamka kuhusu wewe, tukatamke lugha ya upendo itakayowaleta na kuwavuta watu kwako. Bariki msikilizaji na mpenzi mtazamaji, tuweze kukutana wakati mwingine tena kwa ajili ya kujifunza maandiko yako matakatifu. Amina. Amen.